Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana, Mungu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu tulia ametupa nguvu na afya, ametupa uzima. Unaona na kuamka siku mfika ndugu zetu ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mpendo wa kwanza ametamani kuamka, ametamani kutembea lakini ameshindwa. Lakini shukuru Mungu, Mungu amekupa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Baba tunaenda kumpazia Yesu sauti kwa kumpa heshima. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe tena. Na wakati mwingine kuna vipindi bado mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu ametupa uzima, ametupa uhai. Tunashukuru kwa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukashukuru kwa ajili ya mafundisho. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Baba, niko mbele yako ninanyenyekea. Niko chini ya mguu wako nasema Baba yangu. Tazama niko katika madhabahu yako. Ninataka kuzungumza na watoto wangu Baba. Nenda ukaninelee ukanifundishe Baba yangu. Malaika wako wakaninelee Baba. Malaika wako wakanifundishe Masia. Watoto wako wote walioingia mahali hapa wakapate uzima Masia Baba. Wapate kubarikiwa Baba yangu. Hata wale wanajiandaa Baba yangu. Hata wale wako njiani Mungu wangu. Nenda kwa jifungua Yesu wangu. Wakaweze kufika Baba yangu. Na kila mmoja anasimama mahali hapa akapate nguvu mahali hapa. Kila mmoja aliye mahali hapa akapokea kibali, akapokea Roho Mtakatifu. Baba, ukatutumie kama chombo. Baba, ninaponena Mungu wangu, ukanifundishe wewe Mungu wangu. Roho Mtakatifu akaniongoze. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha tukafundishane kwa ufupi. Wapendwa, sote tulio mahali hapa, sisi ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tulisema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliposema Yesu ni Bwana, kila mtu alikiri Yesu Kristo katika moyo wake. Na tunafaa tukae katika Ukristo. Tukae katika njia safi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza tunafaa tuwe na upendo. Tukae upendo. Bwana Yesu asifiwe. Muone ndugu yako vile unavyojiona. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na ubaguzi ndani ya kanisa. Hata tukiwa nyumbani tusiwe na ubaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Utasemaje unampenda Mungu hadi jirani yako unamchukia? Ndugu yako unamchukia. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na upendo. Wapendwa, tuwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunapokuwa na upendo, na hata baraka zetu zitafunguliwa. Utakuta njia zako zitafunguka. Maana uko na upendo. Lakini unapokuwa na chuki, unafunga baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Tusijifungie baraka zetu kwa na chuki bila sababu. Uko kanisani na unachukia wenzako. Kule nyumbani unachukia wenzako. Uko na mume wako na upendi. Unaishi naye lakini upendi unamchukia. Hiyo ni roho ya shetani, tuikatae kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na upendo hata kwa ndoa. Tuwe na upendo. Hata ni mama yako na baba yako mpende. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yako mpende. Bwana Yesu asifiwe. Tunapo sisi ni barua tunasomeka. Je, tunasomeka vipi? Unasomeka vipi? Mwenendo wako unasomeka vipi? Tabia zako ziko vipi? Unasomeka kama Kristo au unasomeka kama mtu wa dunia? Bwana Yesu asifiwe. Hata yule yuko duniani, unafaa umlete katika nyumba ya babake. Atambue kama yeye ni mtoto wa Mungu. Anajua yeye ni mtoto wa Mungu, lakini bado amepotea na nafsi ya dunia. Tunafaa tuwavute tuwalete katika nyumba ya baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwavuta tutavuta kwa matendo yetu, kwa maombezi yetu, kwa kauli zetu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unaweza kuacha katika ndoa yako, unaishi na mume wako vizuri, kwa heshima na hekima. Ukawacha kule mpendwa mwingine pia akajifundisha kuishi na mume wake vizuri, jinsi mnaishi vizuri. Tena unamchukulia mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama uko mahali hapo, bwanako ametoka kazini. Unakuwa keti na mama wenzako unapiga story. Unapoona bwanako ametoka kazini, umshughulikie bado unaendelea na story tu. Wacha na story, ndio ukapokea mume wako ile mfuko amebeba. Bwana Yesu asifiwe. Umlete ndani ya nyumba. Umwambie pole. Bwana Yesu asifiwe. Ukishampa pole, mtafutie hata kama ni kinywaji. Mwekee maji ya kuoga oge. Bwana Yesu asifiwe. Si mama anatoka kazini anabeba mfuko mpaka ndani ya nyumba. Mama umekaa. Leta mwili kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia mafundisho kuwa mama ni pilo. Bwana Yesu asifiwe. Mzee anataka kugemea kwa mama. Mama mwenyewe yuko nje. Bwana Yesu asifiwe. Unapompokea mume wako na kumleta kwenye nyumba, yule mwenzako umekaa naye, kuna kitu umemfundisha. Yeye naye
atajua kesho mwanangu akitoka kazini nafaa nimpokee nimlete ndani ya nyumba. Nipokee mfuko. Wangapi wanapokeana wazee wakitoka kazini? Hakuna mama anapokea mzee kutoka kazini. Mzee anabeba mfuko wake mpaka ndani ya nyumba, mama umekaa juu. Ana mizigo. Akiwazaa kuji na mzigo. Wazee waji na mzigo. Wazee. Uko hapa. Niko hapa kuji na mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Wazee, amudi na mizigo. Unakuja nazo? Na unapokelewa? Amupokelewa? Wasemaje baba? Amen. Pigeni makofi. Huyo mama yuko hapa. Amen. Pigeni mama makofi. Hakujua kama yatatokea haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mama amewafundisha jambo. Bwana amesema mwenyewe anapokelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amesema anapokelewa. Kumaanisha ni mama ako na heshima. Anapopokea mume wake amefundisha mwingine heshima. Na kuchukua heshima kutoka kwake kuanzia leo. Mama sio pokea mtoto wake, kuanzia leo pokea mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wangapi wanapikia mzee chai kutoka kazini? Nani anaandalia mzee chai? Simama. Njoo hapa uniambie unaandalia mzee chai. Baada sijamaliza njoo hapa nataka kupate mafunzo. Njoo baba Neema. Njoo. Baba Neema njoo wapi bado? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mapigeni makofi. Mama anajua kupokea mzee, mama anajua kupikia mzee chai. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kuandalia mzee maji ya kuoga. Yuko hapo kuandalia mzee maji ya kuoga. Hakuna. Wanaenda peke yao hakuna. Kuna shawa. Wakati kama nyumba zote zina shawa msijitetee. Bwana Yesu asifiwe. Haya, shawa inasukua mgongo ya mzee. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza shawa inasukua mgongo ya mzee. Nani anasukua mzee wake mgongo? Haya, mama anasukua mzee wake mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Ni baba ndani anakula na mzee wake pamoja.
Bwana Yesu asifiwe. Kupitia hao mama zetu wanne tunajifunza kama na Jerusalem ya kwamba mzee anapotoka kazini lazima apokelewe. Ya pili, kama wewe ni mwanandoa na bado mbarikiwa na mwenzako pale nyumbani, ukipika chakula usile peke yako, unamsubiria hata kama amechelewa, hata akaingia saa 4. Atajiuliza kumbe hata kama siko mwenzangu naye hawezi kula bila mimi. Kesho atakuja mapema. Sasa wakati anatoka kazini, unaleta babona mwacha kimaji mwenyewe kwa beseni ama kwa ndoo, hakisha namwekea hata kwa baba kama hata uganyote umwache huko. Sio sawa? Sio sawa. Lakini tunafundisha kwa hata asumbuliwe. Sio sawa? Sawa, mafunzo ya nani yamesaidia? Bwana Yesu asifiwe. Kama yanafundishwa yanafaa tuzingatie. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa iheshimiwe. Na kama ukiwa kwa ndoa yako lazima ufuate taratibu ya ndoa. Lazima unyenyekee. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndoa inawili. Wewe upokee. Leo akipokea jirani yako utasikia vibaya, si ndio? Tena utasikia uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikifanywa na mwenzewe roho itauma. Kwa hiyo tuzingatie na tufanye jukumu letu kama wanandoa. Wanandoa, fanya jukumu lako kama wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Tutimize jukumu zetu na tuwe na heshima, tuheshimu waume zetu. Mama uko kwa ndoa, heshimu mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Na tupunguze kitu kinaitwa mdomo. Tuache mdomo ndani ya ndoa. Maana tunapozidisha mdomo, kuna baraka zinajifunga ndani ya nyumba. Mapenzi pia inapungua kwa sababu ya mdomo. Nyumba haina amani, mzaki hakuna amani, mapenzi itakuja wapi? Mzaki anaisha nguvu, anasema mume wangu sijui na nini, na kumbe unamaliza nguvu na maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Simbarikiwe kwa hayo machache. Karibuni.